يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وعاد الأمانة وناصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sifa njema za ukamilifu zinamstahili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamshukuru Allah, tunamhimidi na tunamwomba msaada kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala, na pia tunamwomba msamaha na tunajikinga kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na shari mbaya ya vitendo ambavyo tunavyofanya usiku kama vile mchana. Waja wa Allah, yule ambaye aliyepata bahati ya kuongozwa na uongozi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na akawa na msimamo wa kujua kama Mwenyezi Mungu ndiye muweza, Mwenyezi Mungu ndiye mbora kila kitu, na akaendelea hivi miaka na milele, bila shaka huyo hakuna yule ambaye atakuja kuivunja imani yake. Na yule ambaye aliyopata uongofu baadaye akaenda hovyo, akaona labda pengine uongofu huo hauna maana na akaamua kupotea kabisa, basi huyo hawezi kupata kumwongoza. Ya Allah, ya Allah, tunakushukuru Mola wetu, tunakushukuru Mwenyezi Mungu ambaye umetujalia katika siku ya leo. Tumeianza Ramadhani kwa usalama Mola wetu, na sisi pia mpaka muda huu tupo salama. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zipeleke ziada rehema na amani kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ambaye aliyetumikia dini ya Allah kwenda kuitumikia dini hii na akaipigania kwenda kuipigania ili umma wake uje kupata kitu ambacho kitakachosaidia huko mbele. Wallahi, mpaka jinsi ambapo mauti alimkuta kiongozi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa chini ya kivuli cha la ilaha illa Allah. Waja wa Allah, tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utujalie siku hiyo ya Kiyama, utufufue pembeni ya mtume wa Allah, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zipeleke pia ziada ya rehema na amani kwa masahaba zake wote na wote nyumbani kwake na Waislamu ambao wamekubali kupambana hadi siku ya mwisho kulitetea jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunakuomba Mola wetu tujalie mwisho uliokuwa mwema ya Rabbal Alamin. Allahumma amin. Mungu ni mkubwa, Mungu ni mkubwa, Mungu ni mkubwa, Mungu ni mkubwa, Mungu ni mkubwa. Hakuna mwingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anastahili kuabudiwa kwa haki ila Mungu mmoja. Natangazia ulimwengu, ninatangazia dunia kwamba Mungu ni mmoja, hakuzaa wala kuzaliwa na wala hafanani na chochote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika uumbaji wake huyu, yule ambaye anamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajua na hasara kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waja wa Allah, anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وجه الله أنا سمعني الله سبحانه وتعالى إني أمرت مامين ونسمعني وكوجك ماميني تبوني كم الأولين
mmefanya makosa mengi ambayo mnayajua na yale ambayo msiyajua, lakini Mwenyezi Mungu anasema kwamba msikate tamaa. Kama uliyofanya mabaya, basi tutie mabaya yako, ila Mwenyezi Mungu anasema kwamba rudia kwake uweze kuomba msamaha. Uenda Mwenyezi Mungu kwa huruma wake na upendo wake na kuwapenda waja wake anaweza kusameheni madhambi yenu hayo na akakuingizeni katika moto mzuri, akakuingizeni katika pepo nzuri na akawapusheni na moto huyo wa Jahannama. Allah subhanahu wa ta'ala, pepo ambayo imeandaliwa vitu vizuri kwa Allah kwa wale ambao watakayofanya mazuri. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum, huenda Mwenyezi Mungu asameni madhambi yenu na makosa yenu na akakuingizeni katika pepo yake. Waja Allah, leo tumefanikiwa sisi kuweza kusali sala hii ya Eid kwa salama na amani. Tumependeza, tumeshirikiana vizuri. Ramadhani imetujia waja Allah, Ramadhani imeondoka, Ramadhani imeondoka, na baada ya Ramadhani kuondoka wewe imekuachia funzo gani? Ramadhani inapokujia wewe haiji kukutesa wala haiji kusumbua, lakini inakuja kukuletea habari za Allah subhanahu wa ta'ala, uweze kumwogopa Mwenyezi Mungu na uweze kupata ucha Mungu, na ikiondoka ule ucha Mungu ubakie nao. Ndiyo sababu kuletewa hii Ramadhani. Kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, Ramadhani imeletewa kama jinsi walivyoletewa kabla yenu ili mpate ucha Mungu. Tunaulizana Waislamu, ucha Mungu tumeupata au labda pengine Ramadhani haijatufundisha chochote? Waislamu, leo sisi tumesali Ramadhani na laini yetu hii kwa salama na amani, tumefunga Ramadhani kwa salama na amani, lakini ninavyoambia kuna wengine hivi leo Ramadhani hawajui ilipita namna gani. Kuna wengine hadi leo laidi hawakuisali. Baba ajui mtoto iko wapi, mama ajui mwanangu niliyemtia mkubwa miezi 9 iko wapi. Watu wako porini, wengine wanaangukiwa na mabomu yanayosambua, watu wanasambaratika. Wallahi, baba anaenda hovyo, mama anaenda hovyo, watoto wanaenda hovyo, wengine hivi laidi wanaelia porini. Wallahi, laidi wanaidia porini, wewe unacheza, unapata muda wa kuja kusali. Ndugu zetu tuliowacha katika nchi yetu wanakunywa maji ya miti, wanakula chakula chao ni majani, watoto wanahangaika, wazazi wanahangaika, baba wanalia. Nani atakayewasaidia? Msaada utegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sikieni ya Allah, siku isiyopita wallahi Waislamu wanalalamika, wako porini, wanafunga, hawana chakula, na hadi hivi leo Waislamu wamekosa kusali laidi. Laidi na wapita wako porini, wamejificha kutokana na milio mikubwa ya risasi. Wewe unapata bahati, Mungu anakupa amani, Mungu anakupa amani, alafu bado namchezea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Utaitwa nani wewe? Utaitwa nani wewe? Ana hasara mwanadamu Muislamu ambaye aliyebarikiwa kufikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani hali ya kuwa ni mzima. Ramadhani imeanza mwanzo mpaka jinsi ambavyo Ramadhani imekwisha hajapata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu amepata hasara iliyokubwa, na hii laidi ya leo ndiyo tutatizama kweli kama watu waliopata cha Mungu. Maana Waislamu wale ambao wanajua kwamba walipendeza katika Ramadhani katika ibada yao, basi waendelee na ibada yao hiyo, ili Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aweze kuelekeza katika mambo mazuri. Kuna wale ambao leo hii ya laidi wameendea mambo machafu. Watu kama hawa wanakuwa hawakupata msamaha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wallahi ni hasara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mungu ni mkubwa, Mungu ni mkubwa, Mungu ni mkubwa, na hakuna Mungu mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu mmoja. Hakika Mwenyezi Mungu, tunakushukuru Mola wetu, tunakushukuru Mola wetu kwa neema ambayo tujalia sisi ambao tumekusanyika katika siku ya leo. Mola wetu, hatuna cha kukulipa Mwenyezi Mungu isipokuwa tutakulipa ibada yako.
Tuna shukrani kubwa Mwenyezi Mungu, waja wa Allah, ninahusieni na nikihusia nafsi yangu kuweza kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia ni ya kwetu, tumepewa dunia ili tuje kufanya ibada. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tumeleta duniani ili tuje kufanya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bal tu'thiruna al-hayata dunya. Alipofika imamu katika hii sura, imamu ametoa machozi. Bal tu'thiruna al-hayata dunya, bali wale ambao wanaofanya kuyapenda sana maisha ya dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, tujue kwamba huko tunapokwenda mbinguni ndiko kuna maisha mazuri sana, na maisha mazuri ya mbinguni ni maisha ambayo hayatakuwa na usumbufu. Wallahi, duniani hakuna vizuri, bali vyote ambavyo duniani tuko navyo ni vya kupita. Tuwaje Allah, tutaviacha, tutavitafuta kwa kushinda shida, tutavitafuta kwa kuhangaika, na tutaviacha. Wal akhiratu khairu wa abqa, bali maisha ya akhera ni maisha mazuri sana ya milele ambayo mwanadamu hautasumbuka. Tunawaambia Waislamu, mmefanya ibada katika Ramadhani, basi muendelee kuifanya na ibada hiyo mpaka pale mtakutana na nyingine Ramadhani itakufikia huko insha Allah. Sio muone baada ya leo tumemaliza kusali na Idi watu mkashinda kuendelesha ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtakuwa mmepata hasara, na mtakuwa mmejitenganisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Wale ambao walijua kwamba Ramadhani inakuja kuwatesa, Ramadhani wallahi haiji kututesa. Ilikwambia ni ayyamu maadudat, ni siku chache zenye kupita, na zimekusadika. Na kweli Ramadhani ametuaga baibai, lakini kuna wale ambao wamefunga Ramadhani hii walimkosea Mwenyezi Mungu makosa mengi. Mlitukanana, mlizulumu, mliiba, mlikasirika, mlifanya nini? Mwendeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, na Mwenyezi Mungu atakusamehe. Na haya yote Ramadhani imeenda, lakini kwa kutaka msamehewa yote njiani ipi? Ni siku 6 ambazo zinaanza kwa siku ya kesho. Yule ambaye atakayeanzisha siku 6 kuanzia kesho na akazimaliza hizo siku 6, anahesabiwa kwamba amefunga mwaka mzima. Allah anatupa zawadi ya Allah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tunashukuru Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala, tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukubalie Qur'an tukufu na atukubalie Qur'an yenye hikma, kwani tawajani kwake ni kila kheri na afya. Tumtakie Mwenyezi Mungu samaha, maana yeye ni msamaha na mrehemu insha Allah.